Jadili mkataba wa lishe katika kota ya 4, tunakwenda kuona namna gani kwenye mipango ambayo tulijiwekea na tumetekeleza kwa namna gani. Nakumbuka watendaji tulikutana kikao kilichopita, kota ya 3 tulizungumza mambo, na sasa tunakwenda kota ya 4 tukijadili moja kati ya mambo ambayo lazima yatupe heshima tunaposimamia. Je, hawa kina mama wajawazito tumewaandaa namna gani kupata lishe bora? Tunatamani kuona mama mjamzito aanze kuwa akiwa tu mjamzito, amejiandaa kuwa mjamzito, anaanza kupata lishe bora, kwa sababu kilichoko kwenye tumbo lake kinakaa miezi 9, anatoka mtoto kamili akiwa na yeye alikuwa sehemu ya kupata lishe akiwa ndani ya tumbo la mama. Maanake tunamwandaa huyu mama. Je, hichi kiumbe kinachokuwa kimetoka mwezi 0 mpaka miaka 5 tumekiandaa vipi kwenye lishe? Je, wametumia chakula ambacho kinastahili kwa mwongozo wa afisa lishe, kwa mwongozo wa lishe nataka nini, ili tuondokane na watoto wenye utapiamlo? Nina imani tunapokutana kwenye vikao kama hivi tunajadili yale tuliojiwekea kwenye mpango, lakini pia na way forward yetu ni nini kwenye maeneo haya. Lakini sambamba na hilo, tunataka kuona pia hawa kina mama ambao tayari wana watoto wananyonyesha kwa utaratibu ambao sisi tumejiwekea. Na nyinyi mnaona kwa mfano watumishi wa umma, ukishakuwa na mtoto unapewa nafasi na mwajiri. Leo hii unakwenda maternity miezi 3, lakini pia unaongezewa miezi mingine 3 nusu siku, ili mtoto apate nafasi ya kunyonyeshwa vizuri. Asiwe ananyonyesha, umeshanyonyesha saa 12, inategemea na kazi yako, unakuja kumkuta tena saa 12. Fikiria mtumishi wa umma ambaye wewe pengine ungekuwa unafanya kazi zaidi ya kilomita 70, kilomita 50, mpaka urudi nyumbani mtoto aje apate tena maziwa ya mama ambayo ndio yana protini kuliko kitu kingine chochote. Ina maana huyu mtoto kuna mahali anakosa gap. Hapa tunapojadili tunataka kuona pia unyonyeshaji wa mama uende kwenye mtiririko mzuri, na wakati fulani tumejionea kwa afisa lishe na mwambata wake hata namna ya kumpakata mtoto anayetakiwa kunyonya. Sio wewe una shughuli zingine, sisemi kwa ubaya, wako wengine hapo unakuta ameweka pia na kaserengeti pembeni, anapiga huko, anaongea na mtu, au simu unaongea na mtu, mtoto umemwacha mwenyewe anahangaika namna. Kumbe mtoto kuna namna ya kumpakata, anapata chakula bora kizuri kwenye lishe. Lakini ukiacha hiyo, hawa wengine ambao wako mashuleni kama ambavyo afisa elimu hapa anasimamia, hawa watoto wanapata chakula lishe bora ambacho sisi tumeelekeza. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu ametujalia tuna kata ambayo kata zetu ziko vizuri sana. Kwa mfano ukizungumza kwa mfano Ngara Naibu, yuko mwenyekiti wenu hapa wa watendaji wa kata, namna ambavyo mnasimamia kule, kuna watu wanalimalima mboga na kata zingine nyingi tu. Kwa mfano kwenye wilaya yetu ni wilaya ambayo ni nzuri sana. Mkitoka hapa mkapata fursa ya kukaa na watendaji wa vijiji, mnaweza kuwaelimisha kwenye mikutano yao, mwenyekiti wa kijiji na mtendaji wa kijiji, kila mkutano wa hadhara wa kusoma mapato na matumizi, ajenda ya lishe lazima iwepo.